ambapo tunavuka boda nchini Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imemwapisha rais wao wa 6 Samia Suluhu Hassan kwa awamu ya pili katika uwanja wa kijeshi Dodoma. Hafla hiyo ilihudhuriwa na marais na viongozi mbalimbali wa mataifa na kupisha mchakato wa kurejesha amani nchini humo kufuatia maandamano yaliyoshuhudiwa baada ya uchaguzi. Edward Nyamu anatufungulia mizizi ya habari na taarifa hiyo. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Hatimaye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imepata rais wa 6, ikiwa ni baada ya joto la kisiasa kuchangia machafuko baada tu ya uchaguzi kukamilika. Kama ilivyo desturi, baada ya ushindi, Rais Samia Suluhu alianza kwa kukagua gwaride kabla ya kupewa ala za utawala zilizojumuisha ngao na mkuki kuashiria mwanzo wa uongozi. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kuapishwa kwa makamu wa rais Emmanuel John Nchimbi kulifuata. Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Katika hotuba yake ya kwanza, Bi Suluhu aliwapongeza waliomchagua na kutoa tishio kuwa kuapishwa kwake ni mwanzo tu wa kukabiliana na wapinzani wake, ikiwa ni baada ya machafuko kushuhudiwa baada ya uchaguzi na wakati wa uchaguzi. Ndugu viongozi na ndugu wananchi, katika uchaguzi huu tulikuwa wagombea 17 kutoka vyama mbalimbali vya siasa nchini tukiwania nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuwashukuru sana wenzangu 16 ambao kwa hakika wameonyesha ukomavu wa kidemokrasia kwa kuendesha kampeni ambazo tulishindana kwa hoja na sote tulionyesha kuwa siasa sio vita. Tumemaliza vyema uchaguzi na kumpongeza aliyeshinda. Rais Suluhu aidha alitupilia mbali madai kwamba ni Watanzania waliofanya maandamano, akisema kuwa yalichochewa na raia wa kutoka mataifa mengine. Haikutushangaza kuona kuwa baadhi ya vijana waliokamatwa kutokana na kadhia hiyo wametoka nje ya Tanzania. Vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia na kuchunguza kwa undani zaidi kilichotokea na kuirudisha nchi katika hali tuliyoizoea kwa haraka. Kamati ya ulinzi ya kitaifa na kamati za ulinzi za mikoa na wilaya, na wataka muhakikishe kuanzia leo maisha ya wananchi yanarejea mara moja. Kuapishwa kwa Suluhu aidha kumezua gumzo, kwani kama ilivyoshuhudiwa ni idadi ndogo tu ya Watanzania waliojifikisha, wengi wakionekana kuwa viongozi, jambo ambalo linasemekana lilichangiwa na machafuko, na akaapa kuhakikisha amani inarejeshwa kwa kuandaa mazungumzo. Tunaunganishwa na mawasiliano, mazungumzo na maelewano, au kwa maneno mengine tunaunganishwa na uwepo wa Suluhu. Suluhu yenyewe sio Suluhu mimi, lakini hata Suluhu mimi nitafanya kazi yangu ya kuunganisha taifa.
Mwaka wa 2014, Samia alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa bunge maalum lililopewa jukumu la kutunga katiba mpya ya nchi. Suluhu amekuwa makamu wa rais wa kwanza mwanamke wa Tanzania kufuatia uchaguzi mkuu wa mwaka 2015 hadi mwaka 2021 baada ya kuchaguliwa kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi pamoja na Rais John Magufuli na baadaye kuchukua uongozi wa Tanzania kufuatia kifo cha Magufuli. Swali linasalia ni je, suluhu imepatikana Tanzania? Edward Nyamo, Runinga ya KU.